Mungu anavyojifunua katika uchumi wetu. Tunapofanywa madudu, tunapoonewa, huwa Mungu anaona. Kienda katika roho ya unabii anasema wale watumwa waliopelekwa Amerika na sehemu zingine za Ulaya, alafu wale watumwa wakanyimwa fursa ya kukutana na Mungu. Yale mateso yalikuwa ni makali. Brutality za masters waliokuwa wanaangalia watumwa, na wale watumwa wanaona hao wanaowatesa baadaye wanakwenda kuomba Mungu. Wakati fulani usome vizuri historia ya watumwa wa Afrika, na wakati walipokuwa wanakwenda kwenye merikebu alafu wamepangwa kwa safu na kufungwa minyororo, na unapewa kabakuli ka uji ndio yote, na aliye juu yako akikojoa mkojo utatiririka kwenye kabakuli, na ukijifanya unywe hapo ka uji ujipange kukaa hivyo mpaka siku 2-3, siku mtakayopewa ka uji kingine. Sasa hawa wakati wanafanywa hayo madudu kule juu, watu wanaimba kumekucha kwa uzuri. Hawa watumwa wanashindwa kuyoko kati ya matukio ya wacha Mungu hawa wanaowafanyisha utumwa na wenyewe, na wakamtukana Mungu sana. Mama White anaandika baadaye kwamba hawa watumwa walitenda dhambi nyingi zinazotokana na kunyimwa fursa ya kukutana na Mungu. Kwa hiyo hawatafufuliwa katika ufufuo wa kwanza wa wenye haki, maana ni watenda dhambi. Hawatafufuliwa katika ufufuo wa pili wa waovu, maana dhambi zao zilisababishwa. Itakuwa kana kwamba hawakuwahi kuwepo.